Nipende kutoa shukrani nyingi sana kwako Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa na mimi nafasi ya kuweza kutoa mchango wangu kwenye wizara hii pendwa kabisa, Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Naibu Spika, nilivyosimama tu viongozi wangu, mawaziri wangu kwenye wizara hii wanajua nataka kusema nini, na walishanipa jina wao wenyewe. Mheshimiwa Urega alishanipa jina kwamba mimi ni Mlowo Kamsamba, nataka kuomba barabara ya Mlowo Kamsamba, na nilishamwambia Mheshimiwa Waziri na naibu wake, na niongeze kwa katibu wake na serikali kwa ujumla, sisi watu wa Mbozi kipaumbele chetu miaka hii mitano 2025 2030 ni barabara Mlowo Kamsamba. Ndicho kipaumbele chetu namba 1, namba 2 na namba 3. Tuko tayari kwa sasa kukosa vitu vyote, lakini tupate barabara hii, kwa sababu ndio imeshika uchumi wa Wanambozi, imeshika uchumi wa Wanasongwe, imeshika uchumi wa Tanzania. Niseme tu Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Spika, unaweza kaona hata ujio wangu siku ya leo sitafoka sana kwa hao wenzangu, hao mawaziri, lakini nalo ombi la moja kwao. Nimekuja na jopo na umelitambulisha hapo. Umesema kamati ya maombi maalum ya ujenzi wa barabara Mlowo Kamsamba wako hapa bungeni. Wamesafiri takriban kilomita 85 hadi 900 kuja hapa Dodoma kuifuata barabara, maana wameona sisi wabunge tukisimama ni kama tunampigia mbuzi gitaa, tukizungumza ni kama hatusikilizwi. Sasa wanatutuma, alafu tunaokuja kuomba waliotutuma hatupati. Kwa wakasema pana, mwanangu, mwenetu tumekuchagua mtoto wa mkulima, mtoto wa Madison. Nikatoka kwenye walimu nije nipambane nipate barabara hapa ya Mlowo Kamsamba. Barabara hii wamepita wabunge 11 na mmoja wapo mmemsikia hapa, Mheshimiwa Godfrey Weston Zambi ametumika kama mbunge na naibu waziri, hajapata barabara. Wametoka wabunge Gilbert Nzoa toka mwaka 65 hadi 70. Kengele limelia. Amekuja Feston Mkondia, babu yangu mimi. Amekuja Twins Harrison, hajapata. Jafeti Sichone, hajapata. Kutoka muda ulipo mdogo nikakushauri nenda kwenye hoja ya barabara moja kwa moja. Hoja yangu Mheshimiwa Naibu Spika, mimi leo siombi barabara kwa sababu, na sitawashikia shilingi, nitaunga mkono kwa sababu kwanza wamekubali kukaa na hiyo kamati iliyopo juu. Yupo mwenyekiti wa CCM mkoa na katibu wake, mwenyekiti wa CCM wilaya na katibu wake, umemwona Mheshimiwa Zambi, umemwona mdau wa kahawa, mwenyekiti wa wadau wa kahawa Tanzania, wako wachungaji, wako mashehe, wako machifu, wako kule, wako viongozi wa chama wengine wako kule, wapo walimu, wako wafanyabiashara, wako vijana na wakina mama, wamekuja hapa bungeni kutaka mwafaka kwa barabara yao. Nimeangalia kwenye randama hakuna kitu, nimeangalia na waganga Asante sana. Na wewe nimekuja na Msukuma naye yuko hapa. Bahati nzuri nimemwona Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba sitasema, naomba tukae kikao. Waziri Mkuu ni msikivu, amekubali kukaa na hili jopo kutoka Mbozi na hii kamati. Nimeongea na Mheshimiwa Urega na namuomba yeye kesho aje na kauli kwa ajili ya Wanambozi. Sisi barabara hii ina shida gani? Wanambozi wana shida gani? Mbona wanatupenda, wanaipenda serikali, wanampenda Rais Samia ambaye amewaahidi kujenga barabara hii kilomita 130 zote. Wewe mwenyewe mheshimiwa umekuja ukasema hakuna shida Mkondia, wewe Mlowo Kamsamba, najua Mbozi mnaitaka sana barabara na kwenda kujenga. Hapa budget tunakwenda kupitisha, hakuna hela. Tutazungumza, umeshakubali kukaa na wewe, tutazungumza.